Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo sasa tuangazie siasa, na ni kwamba siasa za kumpigia debe Rais William Ruto kuongoza taifa hili kwenye awamu ya pili zilishamiri, huku baadhi ya wandani wa rais wakidokeza kwamba rekodi ya maendeleo ya kiongozi huyo ni thibitisho tosha kwamba atapewa nafasi nyingine na Wakenya kuongoza taifa hili mwaka ujao. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi wa chama cha UDA wakiwarai wenzao kutoka chama cha ODM kutuliza boli kuhusu wadhifa wa naibu wa rais na kuangazia kitaifa kura zitakazomrejesha Rais William Ruto kwenye ikulu. Timothy Kipnusu anatuarifu zaidi. Huku zikiwa zimesalia miezi 12 wa Kenya kujitosa debeni, siasa zinaendelea kushika kasi kabla ya kipute hicho. Baadhi ya viongozi kutoka eneo la magharibi chini ya mavuli ya serikali jumuisho wakiongozwa na waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya wametoa wito kwa utulivu na ukomavu wa kisiasa kabla ya kinyang'anyiro cha mwaka 2027. Viongozi hao wameonya jamii ya Mlembe dhidi ya kuiasi serikali ya William Ruto. Nataka tujukane kuonyesha ya kwamba sisi kama Waluhya na watu wa magharibi mwa Kenya, ukiongeza Wateso na wale wote, tuko kitu kimoja. Tunataka sisi wote tuingie kwa serikali ya William Ruto. Kuhaya kijiri, gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro amemhakikishia Rais William Ruto kwamba eneo la Pwani bado limesimama kidete na uongozi wake na kumtaka kupuzilia mbali porojo kwamba wenyeji wa eneo hilo hawatamuunga mkono kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2027. Haya yakiibuka siku chache baada ya aliyekuwa waziri Aisha Jumwa kukigura chama cha UDM. Mwaka huu ujao huu, vile tumejipanga kama viongozi wa Pwani, kutoka Taita, nilikuwa huko juzi, Kwale, Mombasa, hapa Kilifi, Tana River, Lamu. Vile tunajipanga kama viongozi wa Pwani, safari hii watatii na watatuheshimu. Kwingineko, baadhi ya viongozi wa chama cha UDA kutoka eneo la magharibi wamewarai wenzao kutoka kwenye chama cha Chungwa kutuliza boli kuhusiana na nani anastahili kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Hayub Savula, viongozi hao wamesema lililopo kwa sasa ni kuangazia kuwashawishi wa Kenya kumpigia kura Rais Ruto mwaka ujao. Sasa tunaogopa nini? Ati tutafute deputy president mpaka lini? We are not interested in second marriage. We want the first Focus yetu ni mheshimiwa rais apate 2 term. Let's tone down so that we don't put pressure at lazima tupate running. Na baadhi ya viongozi kutoka eneo la Ukambani wameunga mkono hatua ya Rais William Ruto kuweka mikakati kabambe ya ruwaza ya mwaka 2030. Wamesema hatua hiyo itaziba mianya ya ufisadi na kuhakikisha maeneo yote ya nchi yanapata maendeleo. Rais ametangaza kwamba ile kamati ambayo ilikuwa inaongozwa na Profesa Peter Anyang' Nyong'o ambaye ndiye gavana wetu wa pale Kisumu, sasa wametupatia nafasi, wametupatia mwelekeo, wametupatia framework ya kuwa na ruwaza mpya ya Kenya ya maendeleo. Maoni sawia yalitolewa na kaimu katibu mkuu wa chama cha ODM Catherine Omanyo, ambaye amesema ruwaza hiyo ni jawabu tosha nchini. Naunga mkono zaidi ya Vision 2030. Sasa tuko 2026. Imebaki miaka 4. Haimaanishi Kenya inawacha kufikiria 2030. Lazima tufikirie miaka 100 kutoka leo. Na hatimaye aliyekuwa naibu wa rais na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amejipigia debe kuwa yeye ndiye aliingilia kati kuleta uwiano wakati kulitokea uhasama unaohusisha kikosi cha jeshi la Uingereza BATOK. Alikuwa ameitisha hongo kwa hao askari ati ndio waendelea kukaa hapa. Wazungu wakakataa, walitaka kwenda Tanzania. Nikajua hiyo wazungu wakienda, tauni yetu ya Nyanyuki itakufa kibiashara. Nikaingilia hiyo maneno. Sasa wazungu wameambiwa wakae, ndio biashara yetu iendelee. Gachagua alikuwa katika eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia, ya debe sera za chama cha DCP. Timothy Kipnusu, DRM.